Hujambo na nikukaribishe tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Naitwa Adamu Hussein, lakini bado tuko katika mwendelezo wa kuanguka kwa ndege ya mafuta huko nchini Iraq, ambapo washirika wa Iran wanadai wameidondosha ndege hiyo ya Marekani. Washirika wa Iran waliopo nchini Iraq wanadai kwamba wamepambana kuangusha ndege hiyo ya Marekani ambayo ilibeba mafuta. Ndege hiyo ya KC-135 ya kujaza mafuta angani imeanguka magharibi mwa Iraq, huku ndege ya pili iliyohusika katika tukio hilo ikitua salama. Ndege moja ya Marekani ya KC-135 ya kujaza mafuta angani imeanguka nchini Iraq, huku kamandi kuu ya jeshi la Marekani CENTCOM ikisema kwamba kuanguka kwa ndege hiyo hakujasababishwa na shambulizi la adui, lakini muungano wa makundi ya wanamgambo yanayoungwa mkono na Iran yamedai kuidungua ndege hiyo. Makundi hayo yamedai kwamba yalipambana kuidungua ndege hiyo licha ya kwamba Marekani haitaki kuzungumza ukweli, lakini wao wanadai kwamba ndio waliohusika katika kudungua ndege hiyo. KC-135 ni ndege ya 4 ya kijeshi ya Marekani kuanguka tangu vita hivyo vizuke baada ya ndege 3 za F-15 kuangushwa huko Kuwait. Tangu Marekani na Israeli ilipoanza kufanya mashambulizi dhidi ya Iran mnamo Februari 28, wanajeshi 7 wa Marekani wameuawa, na taarifa za hivi punde zinasema kuwa askari mmoja wa Ufaransa ameuawa katika shambulio la drone mjini Erbil, katikati ya eneo la Kurdistan linalojiendesha kwa utawala wa ndani nchini Iraq. Hivyo vita vya Iran bado vinakuwa ni tishio wakati huu. Ni vita ambavyo kimsingi vimeunganisha makundi mbalimbali ya wapiganaji ambayo yanashiriki katika vita hivi. Ni vita ambavyo kimsingi Marekani inatamani kuachana navyo, lakini Iraq imeapa kwamba hawataweza kuiacha vita hivi mpaka pale ambapo wataondoa utawala wa kiongozi mpya wa Iran aliyechukua nafasi ya baba yake Bwana Mujtaba Khamenei. Mujtaba Khamenei kwa upande wake ameapa kwamba wa Iran watapambana na wataweza kulinda mlango bahari wa Hormuz, lakini pia wakiwataka majirani zao nchi za Kiarabu kuhakikisha kwamba wanazifunga kambi za kijeshi za Marekani, vinginevyo kambi hizo zitaendelea kushambuliwa. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri katika ulimwengu kupitia The World News.